Kwa hiyo usije nika. Na nimeona unamiliki simu janja. Ningependa kufahamu simu zako hizi ni muhimu kiasi gani katika kazi zako? Unajua na hii ndio changamoto ya elimu ya Tanzania. Naanza kuiona hata kwako. Kwanza ni dhana ile kuona labda watu wanaofanya kazi kidogo elimu yao na nini. Sasa simu ni kitu muhimu sana kwangu kwa sababu kwanza imenikutanisha na watu wengi. Hiyo ni ya kwanza. Lakini inanirahisishia kutuma ujumbe wangu. Kwa mfano mimi naongea na wewe hapa. Message hii itaenda Kongo, itaenda Rwanda, itaenda dunia yote kwa haraka. Kwa hiyo inanifanya niwe karibu na dunia kwa sababu mazingira ya nchi husika, nchi za Afrika bado hazijapata ule utumwa wa kiakili. Kwa sababu kuna vitu wanaviziwia, hakuna sababu ya msingi. Kwa mfano, dawa yetu kwa dawa yangu mimi imesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Lakini unaambiwa kabisa kitu fulani sema, kitu fulani usiseme. Lakini simu inaondoa hiyo mipaka. Kile ninachokijua, ninachokiongea na wewe direct na kituma duniani. Kwa hiyo kitamnufaisha Mkongomani, kitamnufaisha Burundi, kitamnufaisha Mkenya, Uganda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo simu ni kitu muhimu sana na mimi imenisaidia sana. Kwanza kuondoa gharama ya mtu wa kunirekodi, na maana najirekodi mwenyewe na mimi mwenyewe na posti na tuma. Kwa hiyo salamu zangu zinakwenda duniani, ndio maana na simu ya namna hiyo. Na yanaosomeshwa mara nyingi kwenye vyuo au shule havitumiki. Yaani wavumbuzi wanakuja na teknolojia nyingine ambacho hujakisoma. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi katika nakumbuka uliongelea kuhusu mambo ya YouTube. Ningependa kufahamu mitandao gani zaidi unatumia katika kazi zako na kwa nini? Mimi mitandao yote natumia na jibu ni hilo hilo tu. Yaani kunifanya niwe karibu na jamii ya Kongo. Bila kutumia hiyo inabidi niende kwenye TV. Huenda gharama ya TV sintoweza. Mimi nilikuwa na kipindi fulani niliombwa shilingi milioni 2 kwa dakika 30. Sawa. Hata wakati naishauri serikali niliwaambia ni vizuri mkajaribu kutengeneza mazingira rafiki. Kwa sababu sio kila mtu ana uwezo wa kulipa milioni 2 kwa tangazo dakika 30. Lakini simu imeondoa hilo. Kwa sababu nikiweka bando ya shilingi 5,000 nikirekodi natuma, inakwenda zaidi hapo, inakwenda YouTube, inakwenda Kongo, inapopote pale duniani, inafika message. Mimi na watu South Africa na watu nchi nyingi za Afrika. Ni kwa sababu ya mawasiliano ya simu, ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mitandao inarahisisha lakini inapeleka salamu kwa haraka zaidi. Sawa. Na huwa unatumia mitandao kama internet au ChatGPT au Google katika kutafuta taarifa? Yote natumia. Yaani mitandao yote mimi natumia. Sawa. Na labda wewe una mtazamo gani au wewe kwako ni kawaida tu? Maana labda unakuta kwa mfano kama watoaji wengine wa tiba asili kwao inakuwa tofauti, hawapendezi. Kwa hiyo kwako wewe unajisikiaje unapoitumia? Ni kawaida tu? Sijakuelewa swali lako na maana gani? Yaani inamaanisha katika utumiaji wa vitu kama hivyo, kwa mfano kama kutafuta mbinu mpya ya tiba labda kama ni YouTube au kuangalia vitu